Mtazamaji wa Mkaya TV, hii ni Mkaya TV. Hakikisha subscribe na turn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu. Sisi huku tunakujuza mambo tofauti ya kihistoria kuhusu viongozi ambao wamewahi kufanya vizuri, wakiwemo Watemi, Farme Kibidi ambao wanatoka katika bara letu la Afrika. Tunakumbusha historia, asili, mila na changamoto ambazo tunakutana kunako upande wa kuiendeleza tamaduni. Hii ni Mkaya TV, asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Etika kwa jina la Ngoosho Mkaya. Leo niko kukujuza historia ama historia ya kabila la Wadatoga. Katika kumbukumbu za ardhi ya Tanzania, kuna jamii ambayo imedumu kwa karne nyingi bila kuyumbishwa na upepo wa mabadiliko. Jamii ambayo haikuandika historia yake kwenye vitabu, bali kwenye nyuso zao, kwenye meno yao na kwenye damu ya ng'ombe wao. Kabla ya majina ya kisasa, kabla ya mipaka mikoa na kabla ya utandawazi, tayari walikuwepo. Hawa ni Wadatoga. Na leo hapa Mkaya TV, asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Ngosho Mkaya na kurudisha nyuma karne nyingi zilizopita, tuweze kufuatilia nyayo za jamii ambayo imesimama imara huku dunia ikizunguka kwa kasi. Historia hii pengine hujawahi kusimuliwa hivi, lakini hakikisha una subscribe na turn on notification wa Mkaya TV na ujipange vizuri, kwa sababu tunaianza kwa uzuri. Asili na historia ya kabila la Wadatoga. Wadatoga wanachukuliwa kama moja ya makabila ya kale zaidi katika eneo la Ziwa Victoria na nyanda za kaskazini mwa Tanzania. Hata wataalamu wa kihistoria ama historia ya binadamu wako wanaamini kuwa Wadatoga ni sehemu ya kundi kubwa la watu wa kale wanaojulikana kwa lugha ya Kiniloti, lakini wengi wao wana tofauti zao za kipekee. Ukiwatizama zamani za utawala wa Wajerumani na Waingereza, Wadatoga hawakutambuliwa kabisa kwa jina lao halisi. Waliitwa Wamang'ati na majirani zao Wamasai, lakini kwa mjibu wa kihistoria, neno Mang'ati linatokana na mzizi wa lugha ya Kimasai, mzizi unaomaanisha mtu mwizi au mtu mwenye tabia ya kuleta ghasia. Hili ni jina la utani lenye madhara, na ndio sababu leo wao wanakataa kabisa kutajwa kwa jina hilo. Jina lao halisi ni Wadatoga na lugha yao halisi inaitwa Kidatoga. Ni moja ya ushahidi mkubwa unaothibitika uhalisia wa jamii ya Wadatoga na lugha yao. Kidatoga si lugha ndogo, ni lugha hai inayozungumzwa na zaidi ya watu 100,000 hadi leo, lakini kwa kile kinachoweka alama maalum kwenye historia ya lugha hii ni kitu kimoja kikubwa. Kuna Biblia nzima ambayo imeweza kutafsiriwa katika lugha ya Kidatoga. Hili si jambo dogo. Kwa lugha yote kupata tafsiri kamili ya kibiblia inamaanisha kuwa lugha hiyo imechambuliwa kwa kina, imeandikwa na imehifadhiwa. Hii inatuthibitishia kuwa Wadatoga hawakutegemea tu kumbukumbu za kinywa, badala yake historia yao imewekwa kwenye maandishi matakatifu na hivyo haitapotea. Kwa mjibu wa mapokeo ya mdomo yaliyoweza kurekodiwa na wanaikolojia, Wadatoga walianza kuhamia katika maeneo ya Tanzania ya leo takriban karne 3 hadi 4 zilizopita. Wako wanasemekana wapo waliotokea maeneo ya Ethiopia au Sudani ya Kusini wakifuata malisho ya mifugo yao. Hata walipofika katika nyanda za kaskazini mwa Tanzania, walikuta maeneo yenye rutuba na vyanzo vya maji, ndipo waliamua kukaa, wakajenga makazi, wakazalisha vizazi. Leo kwa idadi takriban 100,000 wamejikita hasa katika mikoa 4 mikubwa. Utawakuta Manyara, Arusha, Singida na Mara. Lakini historia yao inasema kuwa zamani walikuwa wakiishi sehemu kubwa za bonde la Ufa na kusini mwa Ngorongoro. Kabla ya hifadhi, kabla ya watalii, hiyo ilikuwa ni ardhi yao. Kuielewa historia ya Wadatoga sio kujua tu wapi walitokea, ni kuelewa pia jinsi walivyojipanga. Kwao familia ilikuwa ni kitovu cha kila kitu na kila mtu alikuwa na nafasi yake. Mzee wa kaya alikuwa na mamlaka kamili juu ya mifugo na wanafamilia. Wakina mama wao wakiwa na jukumu la kulea watoto, kukusanya kuni, kupika na kutunza nyumba. Vijana wakiwa na jukumu la kulinda mifugo na kujifunza ujasiri.
hakuna wakati wa kupoteza, hakuna kukaa bila kazi. Utaratibu huu ndio sababu kuu jamii yao imedumu kwa muda mrefu. Ukivunja taratibu hizi kwa historia yao, ilikuwa sawa na kuvunja heshima ya mtu mwenyewe, na adhabu pengine zilikuwa zikifanywa zilikuwa ni adhabu kali. Hakuna historia ya Wadatoga inayokamilika bila kuelewa uhusiano wao na ng'ombe. Ng'ombe si biashara kwao. Ng'ombe ni kumbukumbu hai ya mababu zao. Kila ng'ombe ana jina, historia yake inajulikana, ni kama kitabu cha familia. Katika karne za nyuma, Wadatoga walipambana vita nyingi ili tu kuilinda mifugo yao. Walipigana na Wamasai, walipigana na makabila jirani, hata walipigana na wakoloni kibidi wale walipojaribu kuwanyang'anya ardhi. Kwa mjibu wa kumbukumbu za watafiti, inasemekana mnamo mwaka 1900 hivi kulikuwa na mapigano makubwa kati ya Wadatoga na wananchi wa kikoloni wa Kijerumani. Wadatoga waliumiza wananchi wengi, lakini hatimaye silaha za kisasa zilishinda mikuki. Hata hivyo, roho ya ujasiri haikufa, ipo hadi leo. Unapozungumzia zile alama za moto usoni mwao, wao wanaziita nundi. Kwa mtizamo wa kwanza, mtu anadhani ni urembo au ndama. Hapana, hii ni historia ya matibabu. Wanaamini kuwa watoto wao wanapozaliwa wana uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa wa fuvu la kichwa, kutofungika vizuri, ama wengine wanaita kipanda uso. Hivyo kwa kutumia moto wanachoma miduara kwenye paji za nyuso zao. Hii inaaminiwa kuzuia au kupunguza kabisa mateso hayo. Mchakato huu unafanywa na waganga wa kijadi. Sio kila mtu ana uwezo wa kufanya hivi. Kwa muda mrefu, wazungu waliokuja Tanzania walichukua picha za Wadatoga na kuzipeleka Ulaya, wakiita hii ndama au mila ya kikatili. Lakini kiukweli wa kihistoria ni kwamba Wadatoga hawakufanya hivi kwa ajili ya kuonekana, bali walifanya hivi ili kuishi. Hii ni historia ya matibabu kabla ya hospitali. Historia ya Wadatoga pia iko na mambo ya kushangaza kuhusu lishe na mawasiliano. Kwanza, lishe. Wanakunywa damu mbichi ya ng'ombe. Hili si unyama kwa maana yao, ni ustaarabu. Wanachomoa mshare kwenye shingo ya ng'ombe, wanakamua damu, wanaichanganya na maziwa. Kinywaji hichi kina protini na madini, kinawapa nguvu za kuishi katika maeneo kame ya kaskazini. Pili, mawasiliano. Wadatoga vijana hujichomoa jino la mbele chini kwa makusudi, sababu wanapotaka kuwaita ng'ombe wao kutoka umbali kubwa, wanapiga mluzi mkali sana. Pengo la jino linaongeza nguvu ya mluzi huo, na hii ndio teknolojia ya asili. Hakuna mtandao, hakuna dakika za kupiga simu, lakini ng'ombe wanaelewa na Wadatoga wanaishi. Kihistoria, kwa Wadatoga wanawake wako na heshima kubwa, lakini heshima hiyo ina masharti magumu. Kuingia ndoani, mwanaume atapaswa kulipa mahari kwa ng'ombe kadhaa. Hii inathibitisha kuwa mwanamke yuko na thamani. Lakini kwa upande mwingine, kuna historia chungu. Mwanamke akibeba mimba kabla ya ndoa anachukuliwa kama ameleta aibu kwa familia nzima, na adhabu yake sio ya kawaida kabisa. Kwanza, wanamnyoa kipara, wanamtenga na jamii, anaweza hata kufukuzwa nyumbani. Katika historia ya kimila ya Wadatoga, hii ilikuwa ni njia ya kuweka nidhamu. Lakini leo kuna wanaosaidia kuleta mabadiliko ya kuwa wanawake hawastahili kuadhibiwa kwa namna hiyo. Hii ni sehemu ya kihistoria. Kama jamii yoyote ile iliyodumu kwa karne, Wadatoga wamekabiliana na changamoto nyingi. Wakati wa ukoloni walipigwa vita na kufukuzwa sehemu zao za jadi. Baada ya uhuru, serikali za mwanzo zilipendelea maendeleo ya kisasa ikilinganishwa na utamaduni wa jadi. Na leo changamoto ni tofauti. Kupungua kwa ardhi, hifadhi za wanyama zimechukua sehemu kubwa. Mabadiliko ya tabia ya nchi, ukame unaua mifugo, na teknolojia pia. Vijana wanashawishika kuacha mila na kukimbilia mijini. Historia inaandika kwamba jamii nyingi zimekufa kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya ghafla, lakini Wadatoga wanasimama. Wamebadilika kidogo kidogo, lakini wameshikilia utambulisho wao. Swali kubwa ni hili: je, vizazi vijavyo vya Wadatoga vitasema nini kuhusu historia yao? Je, watoto wao wataendelea kuchoma alama za moto usoni? Je, watakunywa damu ya ng'ombe kama mababu zao? Je, watakumbuka kuwa wenyewe sio Wamang'ati
bali Wadatoga? Hakuna anayejua, lakini kitu kimoja ni hakika: kama unataka kujua Tanzania halisi, lazima ujue historia ya makabila yake, na Wadatoga ni moja ya sura muhimu za historia hiyo. Hii ilikuwa ni historia ya Wadatoga, jamii yenye ujasiri, yenye maumivu, yenye heshima na yenye ukweli usiopendeza wakati mwingine, lakini huo ndio ukweli. Tuko hapa Wamkaya TV, na Wamkaya TV ipo kwa ajili ya historia za kweli za Tanzania, sio uzushi, sio habari za kuuza. Ukitaka kabila jingine lijadiliwe, unaweza ukaandika kunayo maoni hapo. Usisahau kusubscribe na kuwasha kengele ama kuturn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu Wamkaya TV. Asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho, na kuaga kwa kuambia kwamba jitahidi kuhifadhi historia kabla historia haija kusahau wewe. Natika kwa jina la Ngosha Mkaya, na hii ni Wamkaya TV. Asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho.